Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebu tujifunze huu uradi, alafu kisha ni kuonyeshe utautumia vipi uradi huu pamoja na Suratul Kauthar katika kukusaidia ndugu yangu juu ya kampeni kubwa kabisa ya kuutumia ulimi wako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubadilisha hali zako zilizokuwa ngumu kwenda kwenye hali nyepesi. Tujifunze kabla ya yote uradi huu. Uradi unasema bismillahilladhi la ilaha illa huwa yarzuqu man yashau wa huwa alqawiyul aziz. Narudia tena, uradi unasema bismillahilladhi la ilaha illa huwa yarzuqu man yasha wa huwa alqawiyyu alaziz. Wacha turudie tena mara tatu. Bismillahilladhi la ilaha illa huwa yarzuqu man yashau wa huwa alqawiyul aziz. Pengine unaweza ukataka kujua nini maana ya wiridi hii, yani uradi huu ina maana gani? Kasema bismillahilladhi, kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye la ilaha illa huwa, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, yarzuqu man yasha, anamruzuku amtakaye, wa huwa alqawiyul aziz, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mshindi mwenye nguvu. Sasa unisikilize kwa makini, hii uradi unaitumia pamoja na Suratul Kauthar. Suratul Kauthar ukiitumia na huu uradi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi inaweza ikabadilisha maisha yako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutoka katika hali ngumu kwenda kwenye hali nyepesi. Nani nawakusudia hapa? Na kukusudia wewe ndugu yangu ambaye senti tano huna, maskini, unapitia dhiki kubwa kabisa, usiku ni machozi machozi na wewe, hali zako zimekuwa ngumu, wala hujui wapi pa kuelekea. Unawasikia mashehe, unatamani kwenda kwao kusoma dua, lakini pesa za kuendea hauna. Unatamani hata uende kokote pale ukanunue dawa, ukanunue hichi, ili uondoshe mabalaa yaliyokuwa katika mwili wako, lakini maskini ya Mungu uwezo wa ile hauna. Wallahi ninakwapia, ulimi aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi, ni bora zaidi kwako wewe kulikoni hata ungekuwa una mamilioni ya pesa kwenda kuwatafuta watu wakusaidie. Ulimi wako ndio ufunguo wako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiutumia vema ulimi wako, ndugu yangu mpenzi katika Uislamu, basi utaona maajabu kabisa. Leo naomba kama una shida ya riziki na mitihani ya riziki, basi nisikilize kwa makini programu hii nitakayokupa. Zoezi hili huwa tunalifanya baada ya swala ya asubuhi. Baada ya kuwa umeswali salatu subhi, ukawa umemaliza kuswali salatu subhi, umefanya zile uradi zako zote kabla jua halijachomoza, usawa wa mkuki ile, kabla jua halijachomoza, usawa wa mkuki, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuombea umma huu asubuhi, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ewe Mwenyezi Mungu ubariki umma wangu katika asubuhi yake. So asubuhi huwa ina baraka kabisa, na wamekula hasara wale wote ambao hurudi vitandani kulala baada ya swala ya asubuhi. Usithubutu ndugu yangu, baada ya swala asubuhi kurudi kitandani kulala. Ule ni muda adhim sana wa kumbembeleza Mungu, wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi sasa utafanya hii uradi pamoja na Suratul Kauthar katika kukusaidia kufungua milango yako ya kheri na kufungua milango yako ya baraka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala? Awali ya yote kwanza, suratu Al-Kauthar. Nikisema Al-Kauthar unaweza usinielewe baadhi ya watu, nakusudia inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Hii sura unatakiwa uisome mara 49. Hii sura unatakiwa uisome mara 49 asubuhi hiyo, lakini kila utakapofika mara 7, yani kila utakapofika mara 7, umeanza Kauthar ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ile Kauthar ya 7 ndo unakuja kusoma huu uradi bismillahilladhi la ilaha illa huwa yarzuqu man yashau wa huwa alqawiyyu alaziz. Sasa hii unaisoma mara 49. Bismillahilladhi la ilaha illa huwa yarzuqu man yashau wa huwa alqawiyyu alaziz, unaisoma hii mara 49. Hapo umeshasoma Kauthar 7, unaisoma hii uradi mara 49. Ukimaliza unaenda kusoma 7 zingine, Al-Kauthar 7 zingine, itakuwa 14. Itakapokuwa 14, ukimaliza zile 7 unasoma tena uradi huu, unapiga tena 7 zingine, itakuwa 21. Unapiga mara 49 uradi huu, unapiga 7 zingine mpaka utakapofika 49, unaisoma na hii unaisoma tena hii bismillahilladhi la ilaha illa huwa yarzuqu man yashau wa huwa alqawiyyu alaziz. Kwa hiyo utasoma Kauthar 49,
na utakuwa unasoma hii uradi nilikuelekeza mara 49 katika kila mara 7 ya idadi ya suratu Al-Kauthar kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na namwomba Mungu akupe taufiki ya kuweza kuwafanya hayo. Ukimaliza hapo sasa, uwezi kutoka pale bila kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni ufunguo mwingine wa kufungua milango ya kheri na kufungua milango ya baraka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapo utamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 100. Kama wasaa wako unakubali, tumia salatu ibrahimia, itakuwa bora zaidi. Ila kama muda utakuwa umekubana, pengine unataka kuwahi kazini, unaweza kutumia swala yoyote ambayo iliyokuwa fupi ili uweze kuwahi na mambo mengine. Lakini huu utaratibu ukidumu nao kwa muda kadhaa, sikwambii siku ngapi, kwa muda utakaojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mimi sina shaka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala unakwenda kubadilisha maisha yako kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Usizanie kukosa pesa ya kwenda kujitibia, usizanie kukosa uwezo wa kwenda sehemu kwa wajuzi mbalimbali wa kutibu, wa kuondoshea mwili wako utakate, uondokane na uzito, uondokane na ugumu. Usizanie kukosa ile pesa ya kuweza kufanya hayo ndio mwisho wako wewe na ukakata tamaa. La, Mungu kakupa ulimi ndugu yangu, unaweza ukautumia. Inawezekana wewe maskini ni fukara, inawezekana wewe maskini mambo yako magumu, huna uwezo. Jipambanie wewe mwenyewe. Allah amekupa nyenzo, ulimi amekupa nyenzo kubwa sana, mikono ni nyenzo kubwa sana, macho ni katika neema kubwa, masikio ni katika neema kubwa. Vitumie hivi vitu. Kaa kitako ndugu yangu, kunja miguu yako vizuri, weka mikono yako sawasawa, tuliza akili yako. Matatizo yako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala unaweza ukajisaidia kwa kupitia hizi wirdi ninazokupa na kwa kupitia mafundisho kama haya. Hapa hakuna haja ya kwenda kwa mganga wa kienyeji wala kwa babu wa Sumbawanga wala kwa babu wa Bagamoyo. Wallahi alazim, chumba chako unachoishi unaweza kukugeuza kikawa ni kiringe cha matibabu ya matatizo yako na mitihani yako, na ukabaki unashangaa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usijidharau, hata wewe pia unaweza ukajisaidia kwa haya mafundisho ninayokupa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Usikate tamaa babangu, usikate tamaa kabisa, wala usirudi nyuma katika kuipambania hali yako unayoteseka nayo kwa hali yoyote na ugumu wowote wa riziki uliokuwa nao. Iwe ni ndoa, iwe ni chakula, iwe ni fedha, kila unalolifanya liendi. Mitihani imekuwa migumu katika maisha yako, kila unalolishika liendi, mwili umekosa baraka kabisa ndugu yangu. Basi hapa usitoke ndugu yangu. Hata kama huna uwezo wa kwenda sehemu yoyote ile, usitoke hapa, mshike Mungu. Ukishamshika Allah, wallahi alazim, umemaliza kila kitu. Mshike Allah, mwambie Allah, sina mwingine kumuelekea isipokuwa wewe, sina pengine pa kwenda, nitaombwa na mimi sina Allah, na kuomba wewe unaipenda kuombwa. Wewe Allah umesema tukuombe, na mimi nakuomba ya Rabbal Alamin, nifanyie wepesi wa mambo yangu, niondoshie hii mitihani na matatizo, niruzuku riziki ya halali iliyokuwa bora, riziki iliyokuwa nzuri. Utashangaa babangu, wallahi alazim, maisha yako yatabadilika kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alazim, riziki utaipata katika njia za wepesi, katika njia za kustaajabisha. Usikate tamaa baba yangu, wewe bado hujafeli. Kaza vizuri soksi yako, funga vizuri kiwegu chako, kaa kitako, lia na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wiridi kama hii. Suratul Kauthar ina maajabu katika kufungua riziki ndugu yangu. Suratul Kauthar ina maajabu makubwa kabisa katika kufungua riziki za mtu. Kama mambo yako yanakuwa kombo, yanaenda vibaya, hayaeleweki, riziki ngumu, Al-Kauthar baba yangu, ikamate vema na uradi huu mtukufu, uradi wenye siri za kufungua mambo ya mtu. La shaka fihi utakuwa umenielewa ndugu yangu na umenifahamu kwa uzuri. Naomba Allah, ikiwa utayatumia haya, Allah sikunyime, kwa sababu yeye sio mchoyo, naamini hata kunyima, atakupa na utashangaa. Kama uliambiwa ulirogwa, uliambiwa sijui ulifungwa, sijui wewe unasumbuliwa na mizimu ya babu yako, sijui wewe una majini soma rohani ndio anazuia riziki zako, sijui wewe kuna mtu fulani kakuroga, wallahi vyote hivi utavisahau ukiingia katika hii shughuli. Kama unataka unisote, basi waingia kwa imani na yakini na ikhlas, utashangaa. Allah subhanahu wa ta'ala akujalie kila lenye kheri na kila lenye baraka. Ni mimi ndugu yako Sheikh Omar Al-Basri, napatikana Dar es Salaam Kigamboni. Unaweza kunitafuta kwa nambari zangu 0787552211 au 0755577022. Shukran lakum, jazakumullah khair. Salamullahi alaikum wal afwa.